Shamba kubwa linauzwa jamani. Shamba hili lina ukubwa wa ekari 1.5 na lipo Kibaha, eneo linaitwa Mwenda Pole. Naona tuanze kulizunguka. Kwa hiyo kuna nyumba hii hapa ambayo unaweza ukaitumia kama nyumba ya wafanyakazi. Ina vyumba 4 kama unavyoona, 1 2 3 4 kama unavyoona, vyumba kama hivi. Na pale ni choo ambayo ni self, na upande wa huko kuna choo ambacho ni cha nje. Kwa hiyo hii ni nyumba ya kukaa wafanyakazi na vyumba 4 kama ambavyo unaviona hapa. Upande wa huku tuna hili banda la kufugia kuku. Unaweza kufuga layers au broiler. Hapa unaweza kufuga broiler takribani 6,000 kwenye hili banda. Alafu naona lina miundombinu ya maji. Kuna tank hilo hapo na stendi yake ipo, lakini shamba pia liko vizuri. Limezungushiwa wigo kama unavyoona, ni wigo imara. Nguzo hizo hapo, nyavu ni hizo hapo za chuma kabisa imara, na sengenge hiyo hapo. Kwa hiyo shamba zima limezungushiwa. Lina miti ya matunda kama unavyoona, kuna maembe hapo, kuna mwarobaini huo hapo, kuna maembe upande wa pili kule nitakuonesha. Lakini hapa katikati kuna banda kubwa la nguruwe. Banda kubwa la nguruwe, banda la kisasa kabisa. Kama unavyoona hapa, unaweza kufanya kama garden. Kuna mipera hii hapa, kuna maembe hayo hapo. Unaona hapa kuna banda la nguruwe la kisasa kabisa kama unavyoona. Litahitaji marekebisho kidogo, lakini limetengenezwa kabisa maalum kwa ajili ya kufugia nguruwe na lipo kwenye hali nzuri kama unavyoona hapa. Naona banda la kisasa kabisa namna hii. Hapa unaweza kufuga nguruwe hata 10, 15 wakubwa, na vipo vyumba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kwa hiyo unaweza kufuga nguruwe 100 mpaka 200, inategemeana na ukubwa. Unaona Alafu upande wa pili kuna greenhouse ile pale. Ngoja tutoke tuone kwenye greenhouse. Kama kwa mtu ambaye haelewi, greenhouse ni nyumba au shamba ambalo linakuwa limezungushiwa nyavu maalum kwa ajili ya kuzuia tuseme wanyama na wadudu mbalimbali, na hivyo mimea au mazao yako yanakuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo hautahitaji kupiga dawa, na vile vile mazao yanakomaa kwa muda mfupi. Unaona greenhouse hiyo hapo, lakini hapa pana kitalu. Unaona hivi vitalu kwa ajili ya mwenzetu hapa na lima mboga. Unaona mboga zimependeza sana hizo hapo, mboga nyingi. Unaweza ukalima mboga pia, ama ukabadilisha wewe ukapanda ukaongeza miti ya matunda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa kuna system kwa ajili ya kuhifadhi maji. Unaona kisima kikubwa kabisa, nadhani takriban lita kama 100,000 hivi kwa makadirio za maji unaweza kuzihifadhi hapa kutoka kwenye kwa mfumo wa maji huko vizuri. Kwa hiyo naona kuna mti wa machungwa huu, kuna mpera huu hapa, lakini kule unaona kuna migomba, kuna kisamvu, kuna maembe, kuna nini hii wanaita, nasahau kidogo, moringa, kuna mlonge kule kwa ajili ya tiba kwa binadamu, lakini na wanyama pia. Na greenhouse ni hii hapa. Kwa hii nayo inahitaji marekebisho tu kidogo, naendelea kuitumia, na hapa bado inatumika kama unavyoona. Kuna mfumo wa kumwagilia drip. Unaona hizo ni mfumo ambao uko vizuri kabisa. Kwa hiyo shamba ni zuri. Unaona michungwa hii hapa ya kutosha na imebeba kama unavyoona, iko vizuri. Fence upande wa pili, hii hapa fence, na kuna nafasi kama hii unaweza kuendelea kulima mboga ama kaongeza miti ya matunda na kadhalika. Na kuna greenhouse nyingine hapo ambayo haijamaliziwa, lakini unaweza kumalizia kuijenga pia. Kuna mstafeli huu hapa, dawa nzuri kabisa, lakini pia ni matunda. Naona mfumo wa maji uko vizuri, vitalu vingine hivi hapa. Kuna nyumba zingine ziko hapa pia. Naona greenhouse hii hapa nyingine ni ya kumalizia tu chuma zake kama hizi unavyoziona. Alafu kuna banda jingine hapa.
Hili banda unaweza ukafuga kuku hasa wa mayai ukitaka nazo, lakini pia ukafuga broiler pia. Naona kuna banda hili hapa, naona kuna cage hizi hapa, unaweza kufuga kuku wa mayai au broiler. Ili kwa makadirio ya haraka unaweza kufuga kama broiler 1500 mpaka 2000 hivi kwa standard kabisa, kwa spacing ambayo ni ya kitaalamu. Naona hapa pia kuna hii tank kwa ajili ya maji. Ile pale juu unaweza kuongeza matanki kadhaa hapo. Hapa chini unaweza kutumia hii nyumba kama ofisi, unaweza kutumia kama store au pia kama chumba cha kuishi watu wanaokaa hapa. Unaona hapa nje kuna fence, hili ni gate la kuingia shambani, lakini hapa pana banda kubwa kabisa pia la kufugia kuku. Naona pia lina cage, na hizi cage unaona zimetengenezwa vizuri kabisa, mfumo wake uko vizuri. Hapa ni kuleta tu kuku. Naona ni za phase 3 zipo mpaka kule. Hapa unaweza kufuga broiler pia au unaweza kufuga kuku wa mayai, ni uamuzi wako tu. Hapa unaweza kufuga kuku wa mayai takriban 6000 kwenye hili banda, na liko vizuri kama unavyoona. Limejengwa vizuri kabisa, limeezekwa, mfumo uko vizuri. Hapa ni kuweka tu maji, naweka nani za chakula hapo, unaendelea kufuga. Uzio nilikuwa nasema huu au fence. Unaona barabara ni hii hapa, unakuja na gari dogo kabisa mpaka shambani na kuja kufanya ufugaji. Kwa hiyo ni shamba zuri. Karibuni kwa wale wenye ndoto za kufuga, mambo ni moto. Haya basi, karibuni sana. Kama na wewe una shamba lako unataka kukodisha au kuuza, tuwasiliane ili niweze kukutafutia wateja pia. Asante sana kwa kutazama, subscribe kama bado, na Mungu akubariki.